Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo nataka nikufundishe kitu ambacho kitaweza kusaidia kwenye maisha yako ya uchumba ambao unahitaji ulete matokeo. Leo tuna kanuni 11 zilizopitwa na wakati wanazotumia hususan wasichana au wapenzi katika uchumba, lakini hazifai tena kwenye kizazi hiki cha kidijitali. Tunataka tupate ndoa na ndoa iwe rahisi, lakini kuna vitu vingi wanawake wamekuwa wakivifanya visivyoweza kuleta matukio au matokeo ya ndoa. Lakini linapokuja swala la kupata ndoa takatifu na ambayo inaweza kuwa ni ya haraka, lakini pia ambayo ni ya uhakika, watu wengi au wanawake wengi, wale watu sahihi ambao wanakuja kwa ajenda ya ndoa na wanahitaji ndoa kweli, wamekuwa wakipuuzwa, wakizidi kukomaa na watu ambao wanawachezea, wanawapotezea muda na kuwaharibia maisha zaidi. Sasa leo nataka tuangalie haya mambo, yazingatie, yaepuke ili uweze kupata ndoa ya baraka na rahisi. Cha kwanza ni ile hali ya kuchati kwa kusubirisha message ili uonekane kwamba labda hauoneshi kama uhitaji. Lakini linapokuja swala la mahusiano ya kimungu, unahitaji uwepo wazi na ukweli. Lakini cha pili ni njia ya kujifanya nataka staki. Linapokuja swala la uchumba ambao una matokeo na ni mume ambaye ni mkweli, unatakiwa mzungumze, muelewane, na ili aweze kutoa mwelekeo na muweze kuingia kwenye ndoa. Hiyo itampa uhakika na urahisi katika mchakato wa ndoa. Lakini cha tatu ni njia ya kujifanya busy kwa mtu pale anapoonesha umakini na uhitaji wa ndoa, tofauti na wale wachezeaji. Wengi wanawapa nafasi wachezeaji, lakini wale ambao wako busy na wanahitaji ndoa, linapokuja swala umeshazungumza, basi visingizio vinakuwa vingi, na hilo limekuwa ni changamoto au imekuwa ni changamoto sana ya kuelewana kwenye swala la kuingia kwenye ndoa baina ya wale watu ambao wanataka kuingia kwenye ndoa. Lakini kitu cha nne ni njia ya kupoteza interest kwa mtu pale anapoonesha ni mwazi, ni mkweli na anahitaji kukuweka kwenye ndoa kweli. Lakini cha tano ni njia ya kutaka kujionesha kuwa huna haja na ndoa pale mtu sahihi anapoonekana, lakini bado baada ya kuondoka au baada ya kumpuuza unaanza kuhangaika tena na kusumbuka na watu ambao hawatakuingiza kwenye ndoa. Lakini sita ni mentality ya kutaka kuchukua uchumba kwa muda mrefu. Wengi wanahitaji uchumba waende kwa muda mrefu, lakini kihalisia vitu vinavyohitajika, taarifa wanakuwa wameshazipata. Kwa hiyo kinachofuata unakuta ni mwanamke na mwanaume wanaingia kwenye mahusiano, wanaanza kuzini kabla ya ndoa, vitu ambavyo ni kupoteza muda na kupoteza mvuto na kupoteza nafasi na kumkaribisha shetani kwenye maisha yako. Ndoa unaweza kupata hata ndani ya wiki moja, hata ndani ya mwezi mmoja, kama mtu yuko sahihi, mmeshaelewana, mmeshachunguzana. Na kwa sababu kwa kizazi hiki ambapo unakuta si rahisi mtu kwenda mpaka nyumbani kujua taarifa na historia ya familia, wengi wamekuwa wakipata taarifa wakipeana hivyo juu kwa juu, na ndio jinsi dunia ilivyo kwa sasa, kwa sababu mtu unakuta wanaoana na wote wapo mikoani. Kwa hiyo ni taarifa zile mtu kuamini kwamba amekupa taarifa sahihi na kwamba mtajenga ndoa. Ndio maana nyingi ndoa pia zimekuwa zikivunjika, lakini pia nyingine pia ndoa zimekuwa hazifiki popote kwa sababu ya taarifa za uongo ambazo huenda zinatokea baina ya wale wahusika. Lakini 7 ni kuishi kimwili sio kiroho. Unatanguliza mwili sio rohoni, kujua Mungu anasema nini kupitia ndoto na maono. Ndio maana wengi wameharibika, wamevunja ndoa zao, au wengine mahusiano hayafanikiwi. 8 ni kutosoma majira yako yakapita. Wengi wapo kwenye mahusiano wamekaa muda na majira ya watu sahihi yamekuja, wamepitwa wakiwa wanakomalia vitu visivyo sahihi. 9 ni kuishi bila mipango wala maono ya kuishi
kwa kubahatisha. Unaishi kwa kubahatisha, una mipango wala maono. Kila aliyekuja ambaye hana hata future, hana malengo ya kuweka kwenye ndoa, wewe unakomaa, unasema nampenda, unamlilia, unambembeleza, anaondoka, unampigania, na unazidi kujichosha na kupoteza muda wako. 10, kubadili au kubadili au kubali tu mtu asiye na focus ya ndoa kwako. Uko tayari kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hujui atakuoa lini, hujui nini kitakachotokea baada ya hayo mahusiano, ni kupoteza muda. Mtu ambaye hajawa tayari kuoa hana muda na wewe. Mtu ambaye hajawa tayari kuoa wewe kwa mwanamke ukiwa naye kwenye mahusiano ni kujiuza na kupoteza thamani yako na kujitoa kama sabuni ya bure au chumvi ya bure. Lakini 11 ni kuwa tayari kujiachia kwa mtu mwenye imani tofauti yako, ukitarajia kupata matokeo chanya. Stuka toka usingizini binti, kaka toka usingizini. Wengi ambao wapo kwenye mahusiano ya imani tofauti, asilimia kubwa ndoa hazitokei. Kwa hiyo stuka, jifunze hayo ili uweze kupata matokeo mazuri. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Shalom.